Tumeona wenzetu hapo wamevaa t-shirt nyekundu, si ndio? T-shirt nyekundu tunazivaa wakati tunaenda kuinjilisha au kwenye matukio mengine mbalimbali. Tunavaa t-shirt hizi nyekundu na sketi nyeusi au suruali nyeusi, lakini nguo ni zenye heshima. Kuhusiana na vazi letu hili jeusi na shiti wetu mweupe tunavaa kwenye matukio ya ibada. Tujitahidi tuheshimu hizi nguo kwa sababu tunabarikiwa. Tunazivaa hizi nguo kwa ajili ya tosana yetu ya ibada. Kuna watu wengine wanachanganya. Tunapokuwa na maadhimisho ya misa takatifu, tunavaa hili vazi. Sawa? Tukiwa kwenye hili tunakuwa kwenye maadhimisho ya ibada. Sio mwingine anavaa tunakuta anapepea mtaani huko barabarani, wengine wanaingia wapi nini, la kuheshimu hili vazi. Kwa hiyo tujitahidi kulivaa hili vazi kama lilivyo. Ukivaa bila huu mshipi, wewe hujavaa vazi la utume wa Mtakatifu Rita. Unatakiwa umevaa hili umekamilika. Sawa pendwa? Nyeusi na yenyewe ni ufukara na nyeupe tunajitakatifuza. Sawa pendwa? Ukiangalia kile kitabu chetu cha katiba hicho tunatoa kule nyuma, tumeandikiwa teolojia ya vazi. Wangapi mmeshasoma kule nyuma? Wangapi mmesoma kule nyuma? Kwa sababu kila mwanarita anapaswa ajue. Nimeanza na kuelekeza kuhusiana na wapi tunatakiwa kuvaa vazi hili. Wengine tusitende kutoa hii vazi ya juu, tunakimbia tunaenda kukaa. Tukumbuke hili vazi limebarikiwa. Sema vema. Ukifungua ukurasa wa kwenye nataka tunasisitiza hii kwa sababu ukifungua ukurasa 39 kwenye hii kitabu, ukurasa wa 39 kuna teolojia ya vazi. Sasa kwa faida ya wenzetu waliokuja kushiriki kujua hili na sisi ambao tulipitiwa labda hatujasoma, naomba tuwasomee. Rangi nyeusi ya vazi ni ishara ya ufukara, kama nilivyowaambia, aliyoishi Mtakatifu Rita wa Kashia akiwa mtawani. Alikuwa na mshuti moja, nguo moja tu kwa nafaka ukanikivai, tulikuwa tunasema hizo zetu zile kaukanikivai kabla mitupa haijaja. Unaweza ukaa na shati moja ukienda kanisani unalifua hilo. Kwa hiyo Mtakatifu Rita alikuwa na mshuti. Hiyo ni kuonyesha kwamba hakuwa anajilimbikizia mali. Kwa hiyo na sisi tujilibikizie mali. Kama unaungua unazo masanduku mengine hujafungua tangu mwaka jana, kafue, katoe sadaka. Tumeambiwa sisi ni watu wametolea huduma. Tumeambiwa kwamba huu ni ukweli kuwa tulikuja duniani bila kitu na tutarudi tena kwa Mungu bila kitu. Ayubu 1:21. Kwa hiyo kila mwanautume anahimizwa kumpatia matakatifu zaidi kuliko mambo ya dunia ambayo yanapita. Yohana 1:2-18-17. Kwa hiyo tumeambiwa hii nguo nyeusi ni nini? Ufukara. Sawa pendwa, mkanda mweupe huu tuliovaa, ndio maana nawaambia usipovaa mkanda mweupe wewe haujavaa nguo ya utume, hujakamilika. Mkanda mweupe unafungwa kiunoni kuonyesha usafi wa moyo, ndivyo ambavyo kujitakatifuza. Sawa pendwa? Usafi wa moyo ambao kila mwanachama anapaswa kuutunza katika maisha yake, mwanandoa mwingine awaye yote. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Haya.